Mimi naitwa David Dennis, ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Cut-Off Recycle Limited. Sisi tunajihusisha na uzalishaji wa mbolea organic zinazotokana na nywele za binadamu kutoka saluni. So hizi ni taka nywele zinazonyolewa kutoka saluni za kiume hasa tunazikusanya na sisi tunazibadilisha kuwa mbolea organic kwa ajili ya kupandia na kukuzia. Mwaka 2017 na 18 nilipokuwa nasoma kidato cha 5 na 6, nilianza kupata wazo la kwanza nikiwa saluni ya shule. Mara ya kwanza nilikuwa najiuliza swali la kwanza, tunavonyolewa nywele hizi zote zinaenda wapi? Mwaka 2019 baada ya kuhitimu kidato cha 6, nikachukua mwaka mmoja nyumbani ili kujifunza zaidi soko likoje na pia tatizo lina ukubwa gani, tunazo saluni kiasi gani, na pia kuangalia wazo zima la biashara hasa kwenye sekta ya kilimo ikoje. Hapo 2020 tukaanzisha sasa shughuli za uzalishaji wa mbolea kutokana na nywele za binadamu. Tukaanzisha kampuni yetu inaitwa Cut-Off Recycle Limited mwaka huo 2020. Kampuni hii ilianzishwa mwaka 2020 baada ya kuangalia jinsi ambavyo sisi hapa Tanzania tunaagiza mbolea kutoka nje. Kipindi hicho zaidi ya 90% ya mahitaji yetu ya mbolea kila mwaka ambao kwa wakati kwa kama tani 800 kwa tunazitoa nje. Na hapa ndani asilimia zile 10, asilimia 80 ilikuwa inazalishwa na mzalishaji mmoja tu hapa Tanzania. Na mbolea hizo sio organic. Baada ya kuangalia jinsi ambavyo kuna uhitaji mkubwa sana wa mbolea ndani, lakini pia mbolea ambazo ni asili kwa maana ya organic, ili kusaidia ardhi zisichoke, lakini pia kuwasaidia wakulima kuzalisha chakula ambacho ni bora, kina sumu kwa walaji wa mwisho. Tukaona ni fursa kubwa sana sisi kuanzisha mradi ambao unaleta mbolea ambazo moja ni kwa gharama nafuu zaidi, na mbili ambazo zina matokeo mazuri. Mkulima yote kitu cha kwanza anachoangalia kwake ni kuangalia hata kama atalipa bei gani, lakini imletee mavuno mengi zaidi, lakini ambayo ni yana afya zaidi. So hivyo vitu vile vilitujenga sana sisi katika kutengeneza product yetu, na hapo sasa tukapata sasa wakulima wa kwanza. Familia yangu mimi na familia za marafiki zangu wengi ni watu wanaojihusisha na kilimo. So mwaka 2020 familia yangu mwenyewe, lakini pia wale ambao ni marafiki zangu ambao wanajihusisha na kilimo hasa cha mboga walikuwa ni wateja wa kwanza wa kununua mbolea. Na nakumbuka tulikuwa tunauza nusu bei ya tunachokiuza leo, lakini kuna wengine tulikuwa tunawapa bei kwa bure kabisa ili wao tu watupe matokeo nyuma. 2020, 21, 22 hadi 23 ni miaka ambayo tumetumia kuweza kuongeza ufanisi wa product yetu ya mbolea ya kwanza ambayo ni mbolea ya kukuzia, ambayo ni mbolea ya booster ya kunyeshea kwenye mazao hasa mboga, lakini pia mazao ya chakula kama mahindi. Kikubwa miaka yote hii kama miaka mitatu ni kuweza kuangalia jinsi gani tunaweza kuongeza product yetu. Imepitia process tofauti za kuendelezwa. Hichi ni kipindi pia ambacho nilijiunga pia na chuo. Mwaka 2020 huo nilitengeneza plan ya nataka kuwa nani na utaalamu gani natakiwa kuwa nao ili kuendeleza mradi wa kuchakata taka nywele kuwa mbolea. Nikachagua programu ya usimamizi wa mazingira, sayansi na usimamizi wa mazingira katika chuo cha Ardhi University. Nikaanza mwaka wangu wa kwanza hapa, nikawa natumia maabara za shule kuweza kuendeleza ile product ambayo nilikuwa nimeanza kutengeneza toka hapo nyuma. Mwaka 2023 tukapata product ambayo ilikuwa tayari. Baada ya prosesi zote tukaanza pia kupata saluni ambazo sasa kwa mara ya kwanza tunapata shida kukusanya taka nywele kutoka kwenye hizi saluni kwa sababu ya imani ambazo ni potofu kwetu sisi. Tunazichukua kwa sababu wengi hudhani kwamba tunazitumia nywele hizo kwa ajili ya imani za kishirikina. Kwa hiyo tulibidi tuwaeleze sana matumizi yetu ni nini na kuonyesha product ya mwisho. Mwaka 2020 mpaka kuelekea 2023 tulikuwa tuna collect hizi taka nywele kutoka kwenye saluni kwenye kata 25 za Arusha jiji ambapo tulikuwa tunafanya kazi na jiji la Arusha. Baadaye tuka expand 2024 tukapata hataza ambayo ni protection yetu ya process ya kubadilisha hizi taka nywele kuwa mbolea. Lakini hapo sasa tukapata
tukaweza kusajili kampuni yetu ya Cut Off Recycle Limited ya rasmi hapo BRELA, na tukaanza sasa kutafuta mitaji na kuweza kuongeza uwezo wetu wa sasa sisi kuzalisha na kuweza kufikia soko kwa ujumla. Tuna leseni ya uzalishaji wa mbolea kutoka mamlaka ya mbolea TFRA, na kati ya product zetu 3, product yetu moja tayari imekamilisha usajili na zingine zinaendelea kumalizika usajili wake kwenye mamlaka ya mbolea. Sasa hivi pia tumeweza kufikia soko kubwa zaidi ambalo ni la kimataifa pia. Yes. Kati ya vitu ambavyo ni furaha yangu kubwa sana ni kuchagua kozi nilikuwa naisoma. Nakumbuka mimi wakati nasoma kidato cha 5 na 6 nilichagua masomo ambayo yatanipelekea mimi kuwa daktari, na nilikuwa naupenda udaktari sana. Lakini baada ya kuona fursa ya kibiashara na kuanza kuona jinsi gani ambavyo kuna tatizo ambalo nilikuwa na uwezo wa kulitatua, ambalo ni la usimamizi wa taka, nikapata chuo ambacho kilikuwa kinafundisha kozi ambayo mimi nilikuwa natamani, nikaipata. Hivyo kipindi nasoma chuo, madarasa mengi yalikuwa yanaendana na kile kitu ninachokitaka. Kwa hiyo ilikuwa inanipa furaha ya kile kitu ninachokisoma. Kikubwa kilikuwa ni hicho, lakini ambacho kilinifanya sana kuendeleza mradi nilikuwa naufanya. Walimu ambao nilikuwa nafanya nao kazi, maabara yetu ya chuo imeweza kunisaidia sana kuweza kuendeleza wazo ambao nilikuwa nazo, kuendeleza efficiency ya product tulikuwa nayo. Lakini pia kati ya vitu ambavyo huwa tunasema kibinadamu vinavyokupa moyo kuendelea ni kama pale kutakuwa na jamii iliyokuzunguka ambayo inakupa moyo. Wazazi wangu walikuwa wananipa moyo, hata kama hakuwa na fedha kunisupport, lakini walikuwa wananipa moyo sana kuendeleza kile kitu ninachokifanya. Lakini pia tunasema kitu kingine, ili uweze kuendeleza kitu unachotaka kukifanya, basi kuwe kuna sehemu ambao kwingine kunatokea watu wana recognize kile kitu unachokifanya, huwa hiyo inakupa moyo. Mwaka 2021 nilipokuwa tu chuo hapa, kulikuwa kuna mashindano ya kitaifa lakini pia yanaenda kidunia, ambayo ilikuwa natafuta wanafunzi ambao wanaendeleza biashara zao wakiwa wanaendelea shule. Nikashinda kitaifa na nikaenda pia kwenye stage ya kimataifa na nikawa mshindi wa pili kimataifa. Mataifa zaidi ya 50 yalishiriki. Kwa hiyo kupata tuzo ile pia ilinipa moja mtaji, kipindi ilikuwa ni mtaji kama milioni 26, around milioni 20, ambayo ilinisaidia mimi kuendeleza ule mradi. Lakini pia ile tuzo ilinipa pia hamasa ya kuzidi kuendelea, na kipindi chote nikisoma nilikuwa na apply kupeka mradi ujulikane duniani, nilikuwa nikipata awards hizo, kupata mtaji zaidi. Hivyo vitu vyote vilinipush kuendelea kufanya. Tunajua wengi siku hizi hasa vijana tunapata shida sana kwenye kupata mitaji. Kwa hiyo inakukatisha tamaa. Kwangu mimi niliweka nguvu katika kutafuta mitaji, kutangaza kitu ninachokifanya, ikanipa moyo sana kuweza kuendeleza kile ninachokifanya huku naendelea kusoma. Maisha yangu ya kuwa mjasiriamali huku ni mwanafunzi kidogo yalikuwa yana mchaka mwingi sana. Kila Ijumaa jioni, kwa na kipindi cha mwisho jioni kinaisha karibia saa 1 usiku, nitapanda gari, nitasafiri kilomita 600 kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Arusha, ambapo ndo mradi wetu upo, kwenda kufanya usimamizi wa kile ambacho tulikuwa tunakijenga wakati huo. Lakini wakati nilikuwa nazidi kukua na kuweza kupata training zaidi, kiongozi mzuri ni yule ambaye ana delegate kazi anayofanya, unapatia watu wengine kazi wanayofanya. Kwa hiyo nikaanza kupata volunteers ambao walikuwa na ujuzi pia mdogo, na wengine ambao walikuwa nafundisha kuweza kusimamia vitu ambavyo vilikuwa vinalazimisha mimi kusafiri kutoka hapa kila Ijumaa na kurudi Jumapili usiku, kuwahi Jumatatu vipindi vya saa 1 asubuhi. Kiukweli nakumbuka wakati huo ulikuwa ni mgumu, sio hata kifedha tu, ile fedha ya kutumia ya stipend sisi ilikuwa tunalipwa kati ya 225,000 na 232,000 kati ya hapo. So sehemu kubwa ya fedha hii ilikuwa inaenda kuendeleza mradi, kwenda kununua kitu, kununua packaging, kuweza kusafiri kwenda sehemu fulani kwa ajili ya maonyesho na vitu vyote hivyo. Sasa ilikuwa ni mgumu kidogo, lakini kwa sababu nilianza kupata timu ya kwanza ambayo pia nilikuwa nalipa allowance tu ya wao kuweza kunisaidia kusimamia mradi, iliweza kunisaidia. Lakini kitu kubwa ni ambayo zaidi nashukuru sana ni jiji la Arusha. Sasa jiji la Arusha limekuwa likisapoti sana. Nakumbuka sehemu yangu ya kwanza kabisa ambayo nilipata kuweza kuendeleza mradi baada ya kutoka nyumbani, ilikuwa ni sehemu ambayo jiji walinipa. Nilitoka hapa
chuoni nikaenda Arusha jiji kwa ajili ya kufanya industrial training, tunaita field work, ambao tunaenda kufanya. Nikawa nafanya kwenye dampo la Arusha field work yangu, sehemu ambayo hata mimi sikudhania kama natakiwa kwenda pale. Wengi tunaoenda field huwa tunavaa suti, tunachomekea shati vizuri, tunategemea tukae ofisini. Mimi nikapelekwa kwenye dampo la Arusha. Kiukweli sikutegemea, lakini baadaye kutokujua kumbe ilikuwa ni sehemu ya mimi kuja baadaye kuanza. Nikaona sehemu ambayo ni nzuri, kulikuwa kuna jengo kubwa tu ambalo limejengwa pale kwa ajili ya uzalishaji wa mbolea na lilikuwa lifanyika kazi yote. Nikaomba kutoka jiji na wakanipatia. Nimefanya kazi kwenye jengo ile kuanzia 2021 mpaka 2023. Mpaka kuelekea 2024 ambapo sasa tukaenda kufanya SIDO. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo pia niliamua kuyapush mwenyewe, lakini pia kuna watu ambao wamezunguka ambao walikuwa wakinisupport sana kuendeleza mradi kipindi bado nasoma. Ofisi zenu ziko wapi? Waeleze watu ofisi zenu ziko wapi? Sasa hivi tupo SIDO Arusha, tunajenga kiwanda kikubwa sana baada ya miaka miwili ya kukaa SIDO Arusha, ambao wametulea, tulikuwa kwenye kituo chao cha kituo cha tamizi tunakiita incubation kwa ajili ya startups. Baada ya hapo tumepata fedha kwa ajili ya kuendeleza mradi. Sasa hivi tunajenga kiwanda chetu kikubwa pale ambacho kitakuwa kinazalisha mbolea za maji, liquid fertilizer, na kuweza kusambaza zaidi. Kwa karibu SIDO Arusha uweze kujionea ubunifu wetu tunavyokusanya taka nywele kutoka kwenye mikoa. Sasa hivi mikoa mitatu tunasambaza pia sambaza fursa pia kwenye mkoa wa Tanga na mkoa wa Manyara, ambao tunataka pia mawakala wa ukusanyaji wa taka nywele. Zikifika pale kwetu sisi tunazibadilisha zinakuwa mbolea. Process ya kwanza kabisa inaanza kwenye saluni zetu za kiume, ambao huko tumeenda moja kwa moja ili kuzuia kukata ule mnyororo wa taka nywele kutoka saluni kuelekea kwenye mazingira. Either zitaenda dampo, zitatupa kwenye mazingira au zitaenda kuchoma sehemu. Pale kutoka pale tunawakaribisha wale wa vinyozi kupeleka zile taka nywele kwenda kwenye vituo vyetu vya ukusanyaji. Huu ni mfano wa nywele ambazo zinatoka kwenye saluni, zinakuja za kila aina, zinataka zingine, kwa sababu pia kuna utamaduni wetu ambao tunao wa kuchanganya taka sehemu moja. Kwa mkoa wa Arusha tumeanza kuwapa dustbin bure kabisa vinyozi wa Arusha jiji ili kuweza kutukusanyia sisi taka nywele na sisi kuja kuchukua au wao kutuletea. Baada ya hapo ukileta kwenye vituo vyetu utalipwa shilingi 300 kwa kila kilo moja. Kama wewe ni wakala tutakulipa shilingi 500 kwa kila kilo moja. Kutoka pale kazi yako wewe wakala pale ni kuweza kuchambua nywele. Pale tutahakikisha kwamba tunapata nywele ambazo ni halisi tu. Kwenye vivi vituo wataondoa nywele ambazo zimewekwa dawa, nywele ambazo ni rasta ambazo sio natural. Baadaye watasafirisha kuja kwetu. Kwetu sisi tuna patent ambayo inatupa process ya sisi kutumia kutreat. Hapa kuna watu wanapaka gels, kuna watu wanapaka mafuta ambayo zikienda kule hadi kule mwisho zinaweza zikasababisha kuleta sumu kwenye uzalishaji wa chakula, mazao ya chakula. Hivyo pale tunaondoa kwa kuosha na maji, lakini kuosha pia na vitu vingine kwa ajili ya kuondoa zile gels na kuondoa mafuta na vitu ambavyo vinaweza vikawa sumu. Sasa baada ya pale tuna process mbili ya kutengeneza mbolea za aina mbili. Tuna mbolea ya kupandia, tuna mbolea ya rutubisha. Hii ni mbolea ambayo ina mchanganyiko wa nywele za binadamu pamoja na materials zingine ambazo ni organic. Hasa hii ni product ambayo ni product tulitengeneza kutoka hapa chuoni. Kipindi nasoma hapa, dissertation yangu mimi ilihusisha kuangalia uwezo, potential ya kutumia nywele za binadamu pamoja na materials zingine za organic ili kuwasaidia wakulima wa maua pale Arusha. Kikubwa ilikuwa tunaangalia baada ya kuanzisha mradi wangu, nilikuja kuona mahitaji makubwa sana ya wakulima wa maua kuwa na mchanganyiko ambao moja unakuwa unafanana virutubisho vyake. Leo watachanganya kila kitu, watatupia kila kitu kwenye kitalu kidogo kwenye maeneo yao wanaouzia maua ili kuweza kuoza na kuwa mchanganyiko wa kupandia. Lakini sisi tukaona tunakutumia muda, lakini pia unaondoa, kama unafanya kibiashara, unaondoa consistency ile ya virutubisho kutoka kwenye kitalu hichi hadi kitalu kingine. Kwa hiyo sisi unapata mchanganyiko ambao uko tayari, unachanganya na udongo uliokuwa nao, unaanza kutumia. Mbolea hii tunauza kwa kilo 25 na kilo 50 ambao unapata kutoka kwetu kwa kila kilo moja shilingi 1000. Lakini pia kama una udongo wako wewe kwenye bustani ambao unaona hauna virutubisho, unaweza, hasa hii unakuwa ni udongo wa mchanga, sand soil ambao unakuwa una virutubisho vingi, unachanganya nao
Lakini kama udongo wako hauna shida, tuna product nyingine ya pili, hapo hii product inaitwa mchekuza. So product ya pili ni tunaita mchekuza. Hii ni mbolea ya maji. Hii mbolea inatumika kwa ajili ya miche. Hasa kama udongo wako uko vizuri tayari, hauhitaji kuweza kurekebisha, haujatumia mbolea za kemikali, unataka tu kuweza kuactivate uchukuaji wa virutubisho na mmea na mizizi ya mimea, unatumia mbolea ya mchekuza, ambayo mbolea hii utanyeshea kwenye miche, yaani majani madogo madogo yalianza kutokea, lakini pia utanyeshea pia kwenye udongo. Baada ya hapo sasa utatumia mbolea yetu nyingine inaitwa Vuna. Ni mbolea sasa, hii ni booster ya mazao ambayo yamekuwa, ambayo tayari unataka kuongeza uzalishaji wake, unataka majani yawe mapana, kama ni mboga mboga, unatumia mbolea yetu ya Vuna. Hii ndio mbolea yetu ya kwanza. Hii ndio product yetu ya kwanza kabisa ambayo tulianza kutengeneza. Hiyo ndio kipindi niko chuo, ndio product ya kwanza tulileta, ni mbolea kimiminika ambayo ni booster. Mahitaji ya haraka ya soko kwa kipindi hicho na of course na mpaka leo huwa ni wakulima ambao wanafanya kilimo biashara kuweza kukuza mimea yao kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tukaanza na product hii ambayo imepitia stage tofauti za kuendeleza mpaka kuwa na product ya mwisho kabisa. Hapa tunatoa virutubisho kutoka kwenye nywele. Raw material yetu kubwa hapa ni nywele za binadamu ambayo zinabadilishwa zinakuwa kimiminika, ambao hapa virutubisho vikuu hapa hivi ni amino acids ambazo zinatokana na nywele za protein iliyokuwa kwenye nywele za binadamu. Kwa nini tunatumia nywele za binadamu hasa? Ni kwa sababu tuna nitrogen content kubwa sana iliyokuwepo kwenye nywele za binadamu kulinganisha na material yote ambayo ni organic tunayojua. Hivyo mbolea hii inatumika kwa ajili ya kuiboost, unanyeshea kwenye majani tu. Hii au utanyeshea kwenye udongo, na tunauza mbolea zetu zote za maji shilingi 12,000 kwa kila lita moja, na unatumia kwenye eka nzima ya shamba lako. Yes. Karibuni sana. Unaweza ukawa wakala wa usambazaji wa mbolea zetu. Sisi tunazalisha kutoka Arusha. Unaweza kusaidia kusambaza mkoa wa Dar es Salaam, mikoa ya kusini, mikoa ya kanda ya kati, mikoa ya kanda ya ziwa. Hizi ni sehemu zote ambazo sisi tunataka kusambaza mbolea zetu. Hata ukiwa kwenye kanda ya kaskazini, tunatamani kuwa na wasambazaji, tusiwe wasambazaji sisi wenyewe. Lakini pia unaweza ukanunua sasa hivi moja kwa moja kutoka kwenye store yetu iliyokuwepo mtandaoni. Ukienda www.katofreecycle.co.tz, ukaenda kwenye page ya product utazikuta. Unaweza kutumia pia oda yako. Unaweza pia ukatutumia message kwa 0742290884, ukatuandikia pale oda yako na sisi tukadeliver kokote wewe ulipo hapa nchini. Sasa hivi tumeshasambaza mbolea zetu kwenye mikoa 9 sasa hivi. Kwa hiyo tunaweza kufikisha kwenye sehemu yote ulipo, tuwasiliane, tuweze kujenga zaidi uchumi ambao ni wa kijani, kuweza kusaidia kuhama kwenye kutumia mbolea za chumvi chumvi. Lakini pia tunatafuta pia mawakala wa ukusanyaji wa taka nywele kwenye mikoa hasa sasa hivi ya Manyara na Tanga. Kama uko kwenye mikoa hii, tunahitaji kuwa na vituo vya ukusanyaji. Kikubwa zaidi uwe na eneo ambalo liko mbali na makazi ya nyumbani, ambalo unaweza kuwakusanya watu wengine zaidi ya 300 ambao wanaweza kuja kwako kuweza kukuletea hizi taka nywele. Lakini pia kwa ajili ya usafi na ulinzi wa afya, kuwa mbali na eneo la makazi ni vyema zaidi. Unaweza ukatucheki kwa namba hizo za 0742290884, ukatuandikia message kwamba unataka kuwa wakala wa ukusanyaji, na sisi tukaweza kujadili na kuweza kutumia mkataba wa sisi kuweza kufanya kazi pamoja. Karibu. Sisi kama kampuni tunazidi kutoa elimu na kuweza kuwahamasisha watu hasa wale ambao ni wakusanyaji wako kwenye saluni, lakini vijana ambao wanakusanya, lakini jamii nzima pia kuweza kuachana na imani potofu kwamba sisi tunazikusanya taka nywele kwa ajili ya kufanya vitendo vya kishirikina. Sisi nywele zote zinazokusanya kwetu zinatengeneza product zetu. Hatuna chumba cha nyuma ambacho tunaanza kuzitumia kwa ajili ya imani za kishirikina. Hatufanyi hivyo. Ndio maana tunaweka nguvu nyingi sana kwenye page zetu za social media kuonyesha product tulizonazo, tunazitengeneza vipi, tunahusisha watu kwenye uzalishaji, kwenye ukusanyaji, ili kuonyesha kwamba ni fursa wote tuweza kutumia. Sisi hatuna mlango wa nyuma ambao tunaenda kuzitumia kwa ajili ya imani za kishirikina. Kwa hivyo tunahamasisha sana kuichukua hii kama fursa ya kuweza kuongeza kipato chako, aidha kwa kuwa mkusanyaji mmoja au kuweza kuwa wakala wa ukusanyaji au kuwa msambazaji wa mbolea zetu. Asante sana.
testimony sasa za watu ambao wanatumia mbolea na wanaonyesha mafanikio na zina ubora gani kulinganisha na mbolea nyingine hiyo? Yes. Matumizi ya mbolea yetu kwa wakulima ambao wameshatumia, tunafanya kazi moja kwa moja kabisa shambani na wakulima zaidi ya 100. Yaani hawa tunafanya nao moja kwa moja, tuna collect data kutoka kwao. Tumeripoti kati ya 35% hadi 40% ya ongezeko la mazao mavuno yao ambao wanapanda mazao tofauti tofauti, hasa mazao ya mboga ya both zile za majani lakini pia za matunda, leafy vegetables na pia fruit vegetables. Lakini pia kwenye mazao ya mahindi tumepata wakulima kutoka Mbeya ambao wametutumia ushuhuda wao wa mahindi kukua kwa ukubwa zaidi, tunakukua kubwa zaidi, majani kuwa ya kijani kwa muda mrefu, na hayo yote ni matokeo ya kazi tumekuwa tukiweka katika kuongeza ufanisi wa product tunazozitengeneza. Lakini mwisho kabisa tunawasaidia wakulima sasa wanafanya kilimo biashara kuweza kupunguza gharama za matumizi ya mbolea. Sasa hivi utanunua lita moja tu ya mbolea kwa shilingi 45 hadi 60, ambazo pia hata si organic, lakini tutakuzia 12,000 kwa bei elekezi kwa lita moja. Kwa hiyo pia inakupunguzia wewe gharama za uzalishaji na wewe pia nakupa faida zaidi kama mkulima wa biashara.